Mr. Chairman, bunge hamjambo. Mimi leo nitaongea hisia yangu ambayo mimi ninahusu. Ninajua kuhusu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, sidhani kama kuna kiongozi yoyote amelipa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kiwango ambacho amedhulumiwa Kenya hii. Sijaona. Lakini wale ambao Mheshimiwa huwa anapeleka handshake kwao ndio huwa wana benefit kwa uongozi wao, sababu huwa uongozi wao haukuangi na amani. Tumeona Mheshimiwa William Samoei Ruto rais, hakuna amani aliongoza Kenya hii kabla Raila hajafika kwake kumpea handshake. Sasa hivi William Samoei Ruto anaongoza, lakini kabla handshake haijafika Ruto alikuwa anaongeza kishida, kimatatizo, kiugumu. Unaweza kugundua katika Biblia kulikuwa na wanawake wawili wanaishi nyumba moja na walikuwa makahaba. Wale wanawake, kila mama alikuwa na mtoto wake. Yule mmoja akalalia mtoto wake akafa. Alipokufa anachukua mtoto wa mwenzake akamkabidhi, akaona amekufa akamkabidhi yule, na yule mwingine akachukua wake ndio yako wale, akasema ndio mtoto wangu. Tukapeleka kukaenda mpaka wakafika kwa mfalme. Mfalme anaangalia mtoto mmoja amekufa, mmoja hapo hai, lakini hajui huyu mtoto ni wa nani. Sababu kama kuna mtu ambaye anamjanga fact mpaka anaona ni kweli, ni yule ambaye anakudanganya. So mfalme akakosa kupata jibu, akaona jibu ni moja tu, basi huyu mtoto tutamchukua tumkate katikati, kila mtu aende na sehemu yake. Yule mwenye mtoto mwenyewe akaona yeye muendelee kuona mtoto wangu akiwa hai, hata kama atakapoishi baba mwingine. Yule mwenye mtoto akasema mfalme, badala huyu mtoto awawe, huyu mtoto mkabidhi huyu mama. Mfalme akakaa akaangalia, akaona huyu ambaye ameona huyu mtoto aishi ndio mwenye huyu mtoto. Ninakuja kwa mfano ya Mheshimiwa hayati Raila Odinga. Raila Odinga tu sasa na msukuma akasema wacha wape, lakini wale watabaki ndio wanatuongoza. Lakini Raila akaangalia akasema wewe, hii Kenya ni kubwa kuliko mimi. Ilikuwa uongozi wa Kibaki imekuwa ngumu. Raila alipeleka handshake kwa Kibaki, ndio Kibaki akaondoka sasa kwa usalama, akakuwa president. Kibaki ndiye alibenefit kutoka kwa Raila Odinga, lakini hakuna kitu Raila Odinga alibenefit kwa Kibaki. Tutakuja kwa uongozi wa Kenyatta. Yaani Raila akaona kabisa amedhulumiwa kabisa, ameshinda, lakini uongozi umepeanwa kwa mtu mwingine. Moja ukachacha. The same Raila Odinga akawacha kila kitu, akasema kila mkubwa kuliko mimi. Raila akaenda kafanya handshake na Kenyatta akaongeza kwa njia iliyo salama mpaka akamaliza tamu yake. Tukakuja kwa William Samoei Ruto. Raila kabisa akaona ameshinda, lakini leo upande Kenya kachukuliwa the same kapewa mtu mwingine. Raila Odinga akaangalia nchi imeenda, akasema Kenya mkubwa kuliko mimi, akasarenda, akasema wewe itabidi uendelee na uongozi. Wakaenda wakafanya handshake. Sasa hivi mtu anaongoza nchi na amani, alafu kuna mtu anasema Raila huwa ameenda kibiashara. Hakuna pesa inaweza kununua president, hakuna. Hatuna kununua urais, hakuna pesa inaweza kununua urais, hakuna.
Na hakuna kitu Raila Odinga amebenefit kwa watu, hakuna. Na ndio hakuna mtu atakayejitengezea kiatu cha kuvaa cha Raila Odinga. Jibu tunaona maandamano ya ile production iko sahihi. Maandamano ya Raila Odinga ni push government ifanye kazi. Lakini tumeona imeenda mpaka inataka kuovertake. Ndio mamlaka huko. Ipende serikali hiyo. Serikali kama ingependelewa sahihi. Sahihi kwa jeshi bado nakalia. Na vijana wangekuwa wameendelea kupiga zaidi na zaidi. Raila anakaa kaangalia. Hakuna mamani kulele vibaya. Rais wa Kenya mwenyewe familia yake ndio Uganda. Spika wa bunge ametokea Tanzania. Hao wengine hata kujua kwa ndio Sudani kwa utafute bunge umpati. Lakini Raila akajitoa mwenyewe akaenda mbele ya vijana. Hakuna vijana alimpigia kiatu, hakuna vijana alimpigia mawe, hakuna vijana alimfanyia kitu chochote kibaya. Na Raila aliongelesha vijana na wakatulia, na sasa hivi Ruto anaongeza nchi. Kupata mtu anaingia wa kiatu cha Raila Amolo Odinga hakuna. Na nikaona kama kuna mtu anajua siri ya Raila Odinga ni mama bibi yake. Huyu jamani kama kuna kanyumba anakaanga ndani akituliza ndio amedhulumiwa. Yule mzee kama alikuwa anajianga machozi. Wewe mwanaume kuna mali mwanaume anajianga hakuna mtu yeyote anamwangalia. Ikawa ni machozi tu yatoka. Yule mzee amedhulumiwa vya kutosha. Na sasa hivi mwenyewe aliwaletea huyu jamaa urais mkashindwa. Hata kitu cha AU ambaye Mkenya ambaye alipiga kura alikataa. Yule anasema hivi nimemkataa. Mimi mwenyewe amemchukua Raila. Yule mlikuwa mmemkataa mpaka kwa kitu cha AU ambaye hampigi kura. Na hivi na mimi naambia vile. Within 2 years. Raila mtaregret. Hata election inakuja. Ikitokeza fujo. Ni nani atatuliza moto? Iko. Hakuna. Mheshimiwa yule jamaa amewa surprise. Wacha sahihi. Mimi ndio nataka jana US Amerika. US kama kuna mtu aliingia kwa mtandao. Hata wala US walikuwa wanaandamana na sio watu wawili watatu ama wanne. Wakicelebrate wakiendeleza Raila Amolo Odinga. US wacha Kenya. Wale wa Kenya ambao walikuwa wanasema Raila ni mbaya jana, sasa wakati wameona mzee amelala, wote wamekuwa wanajua hili jamaa. Inaonyesha nini? Walikuwa wanakataa kitu wasichokijua. Lakini Mungu amewa surprise wa Kenya, Mungu amewa surprise. Sasa ile mtu mmoja anashika mkono, jifunze kutafuta kura yako mfukoni. Tuliona hata akishika mlevi ambaye ni salasa na Wakenya wakampigia kura kama Mungu. Sasa hivi kila mtu ajipange sasa, kama uko ni kushindia shambani kivula, jifunze kwenda kutafuta mahindi shambani. Hakuna mtu anashika mkono sasa hivi. Ndio mimi nimemalizia hapo mheshimiwa.